Haya, tunaendelea kujifunza mbinu za ufugaji bora. Leo tupo kwa broiler na tutajifunza kitu kimoja ambacho watu wengi wanashindwa kufanya, ni kuangalia hali ya kuku au vifaranga. Kwa mfano, ukiangalia hawa vifaranga wetu hapo wanapendeza namna hii. Vifaranga wana jali au tuseme wana react na sauti ambazo zinatengenezwa bandani au kutoka nje. Kwa mfano, ukiangalia namna hii, naona kuku vifaranga hawa wanapendeza, wanakula, wanakunywa maji, na kuna wachache unaona wamepumzika. Kwa hiyo ukitengeneza sauti fulani unasikia reaction yao. Ukiona wanaendelea na maisha yao kama kawaida, basi ujue kwamba inawezekana kabisa kuna tatizo mahali. Kwa mfano, kitu cha kwanza ambacho vifaranga wanafanya ni kukimbia pale unapokuwa karibu nao. Kwa mfano, hivi ninavyosogea, unaona na wenyewe wanasogea, hata akibaki mmoja au wawili, lakini kawaida wanasogea. Hicho ni kitu cha kwanza cha kufanya. Lakini hivi wanavyoenda, kwa mfano nikafanya, naona wote wanasimama, wanaanza kusikiliza sauti natoka wapi na ni nini. Hii ni kiashiria kwamba hali za afya za hawa vifaranga ziko vizuri. Lakini kitu kingine cha kufanya, baada ya muda fulani, kwa mfano kila baada ya saa moja au masaa mawili, nategemeana, inabidi upite ili kuwaamsha. Tunaita kuwaamsha vifaranga ili waweze kula chakula. Kawaida broiler wakila baada ya muda mfupi wanapenda kupumzika. Kwa hiyo inabidi upite kama hivi ninavyopita ili waweze kuchangamka. Ukiwachangamsha namna hii, ule muda ambao unawaacha wanarudi kwenda kutafuta maji au kwenda kutafuta chakula. Lakini angalia sauti isiwe kubwa sana kiasi cha kuwafanya wapate mshtuko. Au unavyotembea bandani usikimbie kwamba ukikimbia faster ndo watachangamka zaidi. Hapana, unatembea tu kawaida. Kuna wakati unaweza kugonga kitu kama bati, lakini sauti isiwe kubwa sana. Ni kile kiasi tu cha kuweza kuwashtua, tunaita kuwashtua, lakini kimsingi ni kuwachangamsha ili waweze kula na kunywa maji kama hivi. Mfano, unaona sauti hiyo, wanashangaa, wanaangalia nini kinaendelea. Kwa hivi ni baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa kujua. Kama ukigonga sauti fulani alafu kaona wanaendelea tu na shughuli zao kama kawaida, basi unajua kwamba yawezekana kabisa kuna kitu hakiko sawa. Lakini kutembea ili waweze kuchangamka ni kitu cha muhimu sana. Unaweza kufanya hili zoezi kila baada ya lisali moja au kila baada ya masaa mawili. Kama kuku wanaumwa, hawako vizuri, unaweza kuongeza muda wa zoezi hili. Unaweza kuongeza muda wa kufanya hili zoezi ili kuku wachangamke, waweze kula chakula na kunywa maji ili waweze kukua vizuri au kupata ahueni, mfano kama wanaumwa. Kwa sababu kawaida kuku wakiumwa, ulaji wao wa chakula na unywaji wa maji unakuwa unapungua. Ila ukipita namna hii inasaidia kuwachangamsha ili waweze kula chakula na kunywa maji, waendelee vizuri na afya zao. Kwa hiyo ni vitu vidogo, lakini ni muhimu sana katika ufugaji wa kuku wa nyama au broiler. Kwa hiyo karibuni sana, tuendelee kujifunza. Kama hujasubscribe bado, fanya hivyo ili uweze kupata updates za masomo mengine tunapoendelea kujifunza mbinu za ufugaji bora. Asante sana kwa kutazama.